Wake TV. Mimi naitwa Maida Waziri, ni mkurugenzi wa kampuni ya Ibra Contractors Limited. Kwa kweli siku ya leo tuna furaha sana, tumekuja hapa kuungana na TAWA kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya kwa kuweza kuwa empower mabinti wanaotoka katika mazingira magumu. Leo wako hapa, tunaona kuna mabinti ambao wanajifunza ufundi na wameniita hapa ni kuja kuwa inspire. Wameweza kupitia kitabu changu cha Kesho Yako ni Uthubutu ambacho kimeweza kuwajenga kwa sehemu kubwa kutokana na changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia. Nimekuja kuongea na mabinti hawa kuwaambia kwamba changamoto mbalimbali wanazozipitia ni sehemu ya maisha, na wasiangalie maisha waliotokea na waangalie waliko sasa na tunakokwenda. Kwa kweli wanafunzi hawa wamefurahi sana na kuona kwamba kumbe juhudi pekee ndio zinaweza kumfikisha mtu katika mafanikio. Wameangalia historia yangu, wameangalia mbinu mbalimbali za mafanikio, jinsi kukabiliana na changamoto ambayo nimeweza kuzungumza kwenye kitabu, na wamejifunza, wameona kwamba kumbe hawajachelewa, wana uwezo mkubwa wa kufanya mambo makubwa sana. Kama mimi nilipotoka nikiwa kama machinga, na baadaye nimeweza kufuga na nimeshona, nimekuwa mwanamke wa kwanza kuwa na boti ya uvuvi pale feri wa samaki, lakini leo nazungumza kama CEO wa group of company kwa maana ya kampuni ya construction, lakini bado ni mkurugenzi wa chuo na ni principal pia wa chuo cha East Africa College of Business. Tumeshare changamoto, lakini pia tumeshare mafanikio mbalimbali na tumeshare fursa zilizopo, na kuahidi kwamba tutakuwa bega kwa bega kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi hawa, kuwaunganisha na makampuni mbalimbali ambayo yapo wanaweza kuingia na kuchukua hizi fursa, kwa sababu tumeona ni vijana ambao wanafundishwa katika maadili, katika ubora wa kazi na kudeliver kwa muda. Haya ndio mafunzo ambayo nimeona kwa sehemu kubwa wanafundishwa, lakini pia bado kuna wanaotarajia kuwa mafundi wa carpenter, na wana mashirikiano pia na chuo cha VETA wanakwenda kujifunza. Kwa mimi nampongeza sana dada Victoria na timu yake nzima kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya kuwakomboa kiuchumi vijana, lakini pia kuwajenga ili waweze kuwa imara na kukabiliana na maisha ya baadaye. Kwa kweli mimi nimefurahishwa sana kwa sababu kwanza nimeitwa hapa wanapaita kijiji cha Muhaga. Hapa mimi kwa kweli ni nyumbani. Mimi ni Mzaramo, nimetoka Kisarawe hii, nimetoka Sungwe, na kijiji cha Muhaga ni karibu. Tumezoea wanawake wengi Wazaramo wanakaa nyumbani. Tumezoea wanawake wengi Wazaramo wanakaa vibarazani na kupiga soga, lakini leo nimejionea hapa wanawake wengi waliopita katika mafunzo haya, na wengine ni watu wazima kabisa, lakini leo ni mafundi na wanaweza kufanya kazi kubwa. Na hata tukiangalia tunashuhudia majengo tunayoyaona hapa yamejengwa na wakina mama hawa ambao sasa leo wamekuwa mafundi, tena wamekuwa ni mafundi stadi sana kwenye kazi za ujenzi. Na nawahamasisha Wazaramo wenzangu, wanawake wenzangu ambao mko majumbani, mtoke mje kujifunza katika chuo hiki, kwa sababu kukimbilia fursa ni kitu kikubwa sana. Utapata mambo mengi. Tumeona hata leo wanafunzi hawa ambao wako hapa wamepata fursa nyingi kwa sababu walijitokeza wakaamua kukimbilia hizi fursa. Lakini pia nawaambia, najua Wazaramo wenzangu wengi tunakwenda tunachezwa katika ngoma, tunaolewa, lakini mimi pia nimechezwa, lakini leo nimesimama hapa nikiwa kama mhamasishaji na ni contractor mkubwa. Nimekuja kuhamasisha wengine, bado nimepitia katika hayo maeneo yote ambayo na nyinyi wenzangu mnapitia, na wahamasisha mtoke mje kwenye fursa, lakini pia mfanye kazi. Tubadilishe katika mazingira ya sasa, ni tofauti na mazingira ya miaka ya nyuma ya vizazi vyetu vilivyopita. Asanteni sana.